Hii ni Freedom Studio na nakuletea medani za utawala bora. Mimi ni Samuel Kakila. Kwenye kipindi kama hiki cha medani za utawala bora, wakati uliopita tulikuwa tunajadili matukio ya Oktoba 29, 2025 ambayo yalitokea nchini Tanzania mwaka 2025 hiyo. Na leo tuna mwendelezo wa uchambuzi wa matukio yaliyotokea 2025 Oktoba 29, siku ya uchaguzi mkuu, lakini pia Oktoba 30. Tunapojadili au kuchambua matukio haya, tunatambua ya kwamba kwa sasa iko tume ambayo inafanya uchunguzi wa nini hasa kilitokea, sababu, na ili iweze pia kutoa maoni yake. Tunatambua hiyo kazi inaendelea, na tunapofanya hivi hatuna maana ya kuingilia kazi inayoendelea, lakini tunafanya hivi kwa lengo la kujifunza tu. Na kwa hiyo tunaheshimu ile kazi, tunaitambua na kuiheshimu ile kazi inayoendelea na tume, na tunafahamu tume ikimaliza kufanya uchunguzi itaandaa ripoti ambayo itaiwasilisha kwa Mheshimiwa Rais. Lakini pia sisi kama Freedom Studio na mimi ninayekuletea uchambuzi huu na uwasilishaji wa masuala haya ya utawala bora, na leo tunajadili swala la uchunguzi, vurugu zilizotokea katika uchaguzi mkuu Oktoba 25, 2020, Oktoba 29, 2020 nchini Tanzania. Tunajadili kama wadau wa maendeleo na amani ya nchi, kama wabia wa taasisi yoyote, iwe ya kiserikali, isiwe ya kiserikali, au iwe ya chama cha siasa. Tunajadili kama wadau. Kwa hiyo tungependa unaposikiliza, unapotazama, upokee kama uchambuzi na maoni yetu kama wadau wa amani na maendeleo. Lakini kwa nini tunajadili kwenye kipindi kama hiki? Kwenye kipindi kama hiki, kwa sababu kipindi kama hiki ni kipindi ambacho tunakitumia kwa ajili ya kujifunza masuala ya utawala bora. Kwa hiyo ni sehemu yake ambayo inakusaidia wewe mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi hivi kuweza kujifunza kwa upana sana masuala ya utawala bora. Sasa tutajikita kuangalia baadhi ya sababu ambazo zinatajwa kama sababu ambazo zilichagiza vurugu zilizotokea. Ziko sababu nyingi, na tume itakapokamilisha kazi yake tuwasilishia taarifa Rais kwa kitu. Sababu zote zilizopelekea vurugu zitakuwemo kwenye taarifa ya tume. Kwa hiyo hapa tunajaza tu baadhi hayo tunadhani, nasema kwamba haya ndiyo giza. Jambo moja ambalo tunaweza kusema linasemekana lilichagiza ni masuala ya katiba. Kwa maana baadhi ya Watanzania wanadai ya kwamba wanadai katiba mpya, na wanasema wamedai katiba mpya haijafanyiwa. Swala katiba na upatikanaji wa katiba mpya halija kazi kama jinsi wao wanavyotarajia na kama wanavyopenda na kama wanavyotaka. Sasa kimsingi katiba, unapozungumzia swala katiba ni maisha ya Watanzania, na kwa maoni yangu mimi ni kwamba ni vizuri swala katiba likapewa nafasi ya kutosha. Lakini pia jambo jema jingine ambalo mimi nadhani ni jema, mgombea mmoja wapo wale wagombea kama vilivyowekwa
kuweka wagombea katika nafasi ya urais, wa nafasi ya urais kwa tiketi ya Ali, ambaye kimsingi tulikuwa ndiye atakayepita katika uchaguzi kulingana na mazingira yalivyokuwa. Kampeni zake alilitaja na kusema ni moja kati ya mambo ambayo atayashughulikia katika awamu hii anapoingia na katika muhula alipokuwa kwenye ofisi ya urais. Sasa Watanzania ni vizuri kuaminiana na kusikilizana na kupeana nafasi na kuwa na subira. Lakini kiujumla linapokuja, kwa hiyo tumpe nafasi kiongozi aliyeingia madarakani, yamkini anaweza akalifanyia kazi na kwa kiwango kizuri. Lakini kimsingi katiba ni maisha ya Watanzania. Katiba sio swala moja tu la uchaguzi, kwamba sasa ya uchaguzi kwa hiyo kuna baadhi ya viongozi wa siasa, ni baadhi ya Watanzania unaweka shinikizo kwamba sasa tunahitaji kabla ya huo uchaguzi katiba mpya ipatikane, na wakati unaweka shinikizo labda zimebaki siku chache sana, labda miezi miwili, labda miezi mitatu, labda miezi minne, kwa hiyo unalazimisha kipindi kile katiba iwe imepatikana. Ni kitu ambacho si sahihi na sio haki, hasa kwa Watanzania. Achana na wale ambao wanagombea hizi nyadhifa mbalimbali, lakini kwa Watanzania sio haki, kwa sababu katiba ni swala la maisha ya Mtanzania la kila siku, kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Ndiyo, katiba inaweza ikawa inalibeba swala la mfumo wa utawala, na ni muhimu sana kwenye katiba hilo likaangaliwa, ndiyo, lakini kimsingi katiba ni zaidi ya pale, ni maisha ya kila siku ya Mtanzania, na kwa misingi hiyo ni kitu kizuri zaidi kuhakikisha ya kwamba kuna kuwepo muda wa kutosha ambao Watanzania wenyewe wanapeana kuhakikisha ya kuwa swala la katiba linakiwa kwa kina na kwa mapana yake, kwa namna ambayo kwa kweli linaweza kukidhi matarajio ya Watanzania na kujibu maswali walionayo Watanzania. Kwa hiyo ni vizuri kulipa muda wa kutosha kuliko kuweka pressure ambazo wakati mwingine pressure hizo zinapelekea sasa watu wanaunda fikra za kutaka hata kufanya vurugu. Kwa sababu katika kufanya vurugu huwezi ukasema kwa kufanya ndio unapatikana katiba, tena katiba yenye afya. Hapana, unavunja amani na unavuruga hata huo mchakato wenyewe wa katiba, unaweza ukauvuruga vile vile na usiweze hata kupata hiyo katiba, usiweze kupata katiba unayoihitaji. Kwa nini kusiwe na utulivu wa kutosha ili na kupeana muda wa kutosha na kuvumiliana ili kwamba swala katiba lishughulikiwe. Na kimsingi swala katiba linaweza likashughulikiwa kukaa mezani tu na katiba swala katiba likashughulikiwa kwa namna ambayo litakuwa na majibu yale ambayo Watanzania wangependa kuyapata kutoka katika swala lenyewe kwa ujumla la katiba. Swala jingine linaonekana au linasemekana lilichagiza sana kwa baadhi ya watu kufanya vurugu na uvunjifu wa amani, ni swala imani yangu. Nafikiri au baadhi ya watu wakisema Tanzania ina tatizo kubwa la ajira kwa ya mabarabarani, tulivuruga amani, tulifanya uhalifu, kwa sababu swala la ajira ni swala ambalo Tanzania ni tatizo kubwa. Swala ajira ni tatizo dunia nzima, wala sio Tanzania peke yake. Yaani duniani kokote kule utakakokwenda, kwenye nchi yoyote
ziwe ni zile za ulimwengu wa kwanza au ziwe ni zile za ulimwengu wa tatu au ni zile nchi zingine zozote zilizoendelea na zisizoendelea na zinazoendelea kuendelea, bado swala la ajira ni tatizo. Tunatofautiana tu kwenye kulishughulikia. Nchi moja na nchi nyingine tunatofautiana, lakini kimsingi swala la ajira ni tatizo. Kwa maoni yangu ni kwamba sisi kama Watanzania kwenye mifumo yetu na hasa ya elimu, tuangalie ni namna gani tunaweza kuiboresha au kuboresha mfumo wetu wa elimu, ili mfumo wetu wa elimu kuleta majibu kwenye changamoto ya ajira. Hii sio kwamba haijaanza. Kwenye mfumo wetu wa elimu kuna maboresho yalikwisha kufanyika katika nyakati zilizopita ambayo yanawezesha vijana wanaoingia, hiyo ni elimu wanaomaliza, wanaoingia shule ya msingi, shule sekondari, high school, wanaokwenda kwenye vyuo vya elimu ya kati, elimu ya juu, wanaweza wakachukua aina ya masomo yanayowawezesha wao kupata ujuzi ili wanapotoka pale wakajiajiri. Hili limekwisha kuanza, lakini bado tatizo ni kubwa. Kwa hiyo tuendelee kukaa chini na kutafakari kwa kutumia akili zetu wa Tanzania tulizojaliwa na Mwenyezi Mungu, kuangalia namna ambavyo tunaweza tukalitatua tatizo la ajira, tukaendelea kuboresha mitaala yetu ya elimu ili kwamba mitaala yetu iweze accommodate, iweze kuleta majibu kwenye swala la ajira. Kwa hilo ni moja, lakini la pili, lazima kwenye eneo hilo lazima pia tuangalie namna gani ambavyo tunaweza, wazazi wanaowapeleka vijana kwenye taasisi za elimu na vijana wanaopelekwa kwenye taasisi za elimu, wote wana mentality, wana akili, wana fikra za kwamba ninakwenda ili nikimaliza mimi elimu niende nikaajiriwe. Sasa tuna kazi ya kuhakikisha tunabadilisha hiyo mentality, kwamba hizo fikra, kwamba vijana wanaowapeleka vijana na vijana wanaokwenda wanaelekea kule, wote kwa pamoja tukubaliane ya kwamba sasa mambo yamebadilika, mifumo imebadilika ya kidunia, na kila siku inaendelea kubadilika, na kuna haja ya kubadilisha fikra pia, kwamba wakati vijana wanaingia kwenye taasisi za elimu kupata elimu zao, wasifikirie kwenda kusoma kwa ajili ya kuajiriwa. Wakati wazazi wanawapeleka vijana na walezi wanapowapeleka vijana, wasifikirie swala kwamba kijana asome ili baadaye aje apate ajira serikalini au mahala kwenye taasisi zingine zisizokuwa za kiserikali. Kuwe kuna mitazamo ya kwamba anapokwenda kijana kwenye masomo, anaenda kupata elimu yake, asome vizuri, amalize, lakini kuna kuajiriwa na kutokuajiriwa. Kwa hiyo akiajiriwa vizuri sana, asipoajiriwa bado anaweza akajiajiri, awe na option ya kujiajiri. Hiki ndicho kitu ambacho tunatakiwa Watanzania kubadilika kifikra na kuweka sasa mkazo ya kwamba vijana wakienda wajue kwamba ninaweza kupata ajira nikimaliza masomo, lakini pia naweza nisiajiriwe, kwa maana ya kupata ajira kwa maana ya ajira ya kuajiriwa, lakini ninatakiwa nitengeneze ajira ya kwangu mimi, ni jiajiri na niweze kuajiri na watu wengine. Hapo ndipo ambapo tunatakiwa Watanzania tujikite, na tukiwa tuna mitazamo na fikra hizo, hatuwezi kugombana na mamlaka za kiserikali eti kwamba kwa sababu vijana, eti kwamba vijana hawana ajira. Kwa
tutakuwa tumetibu kwa sehemu kubwa sana. Kwanza vijana watapata ajira wengi, kwa sababu wako watu watakaotengeneza ajira, watajiajiri, wataajiri na watu wengine. Kwa ajira zitaongezeka kimsingi, na kwa hiyo tatizo la ajira litakuwa limepunguzwa sana. Kuna jambo jingine ambalo linazungumzwa au linasemekana kwamba ni moja kati ya yale yaliyochagiza vurugu kutokea, nalo ni kumkataa kiongozi, tena kiongozi mkuu wa nchi, na specifically ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika awamu hiyo au katika muhula au katika wakati huo, na aliyekuwa pia ni mgombea katika uchaguzi, naye ni Mama Samia. Kwa kifupi sana, kimsingi nchi ya Tanzania ni nchi ya kidemokrasia kimfumo kwa mujibu wa katiba ya nchi na sheria za nchi. Na tabia ya nchi za kidemokrasia ni kuwachagua viongozi au kuwaweka madarakani viongozi au kuwatoa madarakani viongozi kwa njia za kidemokrasia, wala sio kwa njia za kufanya mapinduzi. Kwa hiyo hii wazo la kusema kwamba rais, tufanye mapinduzi, tuandamane, tutengeneze maandamano yasiyokuwa na kikomo, ambayo maandamano yenyewe tunayapa tu jina la maandamano, lakini sio maandamano, zilikuwa ni vurugu zisizokuwa na kikomo, ili kwamba tuhakikishe rais anaondoka madarakani, tuhakikishe jeshi linachukua nchi. Sio kitu sahihi, ni mawazo ambayo yako chini ya kiwango. Na nafikiri kama Watanzania watakuwa, baadhi ya Watanzania, sio wote walikuwa na mawazo haya, lakini wale waliokuwa na mawazo hayo kama wapo, mimi nafikiri tunajipa kazi sisi wenyewe ya kuiendeleza nchi na kuituliza nchi na kuifanya nchi iwe na amani. Na inaweza ikawa ni kitu kigumu sana kuhakikisha nchi inafikia mahala ambapo tunapataka kwenye level ya maendeleo, level kubwa ya maendeleo katika dunia ya sasa, kwa sababu watu wenye akili hawawezi kufikiri hivi. Ndio maana watu wanatafuta utulivu kila siku na amani, ili waweze kufanya mipango yao iende, iwe binafsi, iwe ya kitaifa na kadhalika, iwe kwenye taasisi na sehemu nyingine. Kwa hiyo nafikiri kwenye jambo hili Watanzania wote tuwe macho na makini, na tusikubaliane na ajenda hiyo au na mawazo na fikra kama hizo, kwamba tuanze kupambana na viongozi wetu kwa kuingia mabarabarani kufanya vurugu. Tunajichelewesha wenyewe kwenye eneo la maendeleo. Wewe fikiria, mnafanya vurugu, mnavuruga nchi. Ndio kama picha tuliyoipata Oktoba 29. Kwanza watu wengi waliuawa, watu wengi walijeruhiwa. Lakini pia nina uhakika kwamba kuna watu walirudi nyuma kiuchumi. Nina uhakika ya kwamba kimaendeleo kuna watu walirudi nyuma. Kuna taasisi zilirudi nyuma. Nchi ilijeruhika kwa namna moja au nyingine. Yaani ni process ambayo ni ya kujirudisha nyuma na sio kusaidia nchi kwenda mbele. Na sisi tunachotafuta Watanzania sio kurudi nyuma kimaendeleo, ni kwenda